Allahu Akbar. Tusiache ndugu zangu, kwa sababu hii ni siku adhim, ni siku tukufu. Watu tunaomba dua mbalimbali. Tusiache kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Tunu hizi mbili Mungu ametupa, tuendelee kuiombea nchi yetu. Na hasa tumuombee sana rais wetu, kiongozi wetu, mpendwa wetu, anayewasikiliza watu, anayewapenda watu, anayewasaidia watu wenye dini na wasiokuwa na dini, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Tumuombee dua sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu zangu, msiache kuombea uchaguzi ambao uko usoni. Uchaguzi uwe ni uchaguzi wa amani na utulivu. Wala tusiwaache kuwaombea wagombea wote wanaogombea katika ngazi za aina yoyote mpaka ngazi ya urais. Lakini hao tutakaoombea wawe ni watu ambao kweli wako tayari kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Wawe ni watu ambao watakaokuwa ni viongozi wa kuwatumikia Watanzania. Kwa hiyo kiongozi yoyote mwenye kuwa na matusi, kuwabeza watu, kuwaherereza watu, kuwafarakanisha watu kwa dini zao, kiongozi huyo hafai. Wala Mungu asitujalie kutupa kiongozi wa namna hiyo. Kiongozi anayemherereza shehe wa mkoa kama mimi, shehe gani huyo? Shehe Makusanya, Muha, hafai kuwa kiongozi. Huyu kiongozi anayatukana mpaka viongozi wenzake. Huyu wa namna hii, Mungu tunakuomba ya Rabbi, kwa utukufu na baraka ya swala hii ambayo inaoswaliwa dunia nzima, viongozi wa namna hiyo wakiomba ya Rabbi usiwape hata kura moja, waambulie kura yao tu, na ikibidi ya Rabbi hata kura yao wakose kabisa, kwa sababu hao ni viongozi ambao watakaotuletea sisi nakma, kama alivyosema Mtume, innama nasu bil mamalik, kwamba kwa hakika si jinginelo watu wako kwa mujibu wa viongozi wao. Kiongozi wao akiwa ana ubaguzi, na wale wanaoongozwa wale na wao watakuwa na ubaguzi, watakuwa wanabaguana. Sisi ukiwa CCM ahlan wa sahlan, ukiwa Chadema ahlan wa sahlan, ukiwa chama chako cha mpunga cha wali ahlan wa sahlan. Lakini siku hii ya leo, baada ya kuwa umepata kichinjwa chako, sasa umekichinja, kigawe mafungu matatu kama walivyozungumza wanawachuoni. Fungu moja ule wewe na familia yako, fungu jingine la pili toa zawadi, wape ndugu zako, wape jamaa zako, lakini fungu lingine la tatu toa sadaka, wape wajane, wape mayatima. Sio mbuzi mzima wote unakula peke yako, hata ngozi haionekani. Huo ni uroho mbaya sana ndugu zangu Waislamu, haifai. Hiki ni kichinjo ambacho ni cha tunu, mpaka tena Mungu akujalie kufika katika Idi nyingine, ni majaliwa ya Mungu. Kwa hiyo kichinjo kama hiki wape na wenzako, na wao wafyonze hata mchuzi, wanywe hata mchuzi. Lakini kwa vile yaumu hii ni siku tukufu, ni siku adhim, ndugu zanguni, tusisahau sana kwenda kuwatembelea wafungwa. Watu wamekwenda kule sio kwa matakwa yao, wengine wamekwenda kule lakini walikuwa hawana makosa. Twende tukaangalie wafungwa, na kama tuna chochote tunacho tuwape. Lakini vile vile mayatima,
wajane, watoto wetu wale wenye kuwa na ugonjwa wa ngozi, twende nao karibu, tule nao chakula, tuwakaribishe. Mayatima tuwakaribishe. Lakini pia hata hao wajane wenyewe hao kama wapo, tuchukue chakula tuwapelekee. Lakini nyama hii ambayo utakayoitoa hii sadaka, ni vizuri ukatoa nyama ambayo ni mbichi, sunna. So uchukue mifupa, kichwa, miguu ndio umpe mtu. Mpe na yeye steki alewazike. Kuna baadhi ya wana harakati kupitia vyama vya siasa, baadhi yao wamekuwa kisimama majukwaani na kutoa lugha chafu ambazo hazipaswi kwa watu wazima kuzungumza hadharani, na hatuoni viongozi wenye dhamana na imani na kutunza amani kuweza kukemea matamshi kama hayo. Lakini pale serikali inapochukua hatua ya kukemea na kuchukua hatua ya kuwachukulia dhidi ya wale watu wenye mambo ya ovyo, unakuja kujikuta sasa viongozi na wanaharakati mbalimbali wanatukia kulani kitendo hicho, kitu ambacho madhara yake ni makubwa. Likitokea tatizo ni kwamba sisi tutakuwa wa kwanza kuulizwa kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa katika nchi zetu, na kwa hao tulipewa jukumu la kuongoza. Nina waasa Waislamu wote na ninawataka Waislamu wote wailinde amani yetu. Hii tunu ni kubwa sana, na kwa yoyote anayemdhihaki Mheshimiwa Rais, mtu huyu anakosea mahala pakubwa sana. Hauwezi ukakaa mahala ukakosa kiongozi. Asiokuwa na kiongozi, basi kiongozi wake ni shetani. Ombe mama yetu, kiongozi wetu Mama Samia Suluhu Hassan, hiki ni kipindi ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampima ile subira yake aliyokuwa nayo, na ndivyo uongozi unavyokuwa. Ukiona una uongozi alafu unakubalika na watu wote, manake uongozi wako ni wahovyo. Ili uongozi wako uonekane uwe makini, lazima kuna baadhi watakukubali, kuna baadhi watakukataa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad shafi'il umma. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.